بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من البدع والضلالة آمين. Ndugu zangu, kwanza nichukue fursa hii baada ya utangulizi kuwahusia na kuihusia nafsi yangu cha Mungu. Na mada yetu kama ilivyotajwa, mimi nilikuwa nimeandika manhaju salafi salih baina alhaq washubuhat. Yani tutajua manhaji ya salaf baina alhaqi, ilivyo katika haki. Tukisema tunafuata manhaji salaf, alafu wa shubuhat, kuna shubha ambazo pia zimeingizwa, kama alivyosema shekhe kwamba kuna watu wanatumia hili jina kwamba tunafuata manhaji salaf, lakini si kweli. Lakini kuna wapo ambao wanafuata manhaji salaf kisawasawa, ambako kwenye muhadhara wetu kwanza hapa tunatakiwa tujue tukisema salafi huwa tuna maana gani, tunakusudia kitu gani? Je, katika Qur'ani na Sunna kuna aya au kuna hadithi ambayo inatuambia sisi tufuate manhaji ya salaf? Alafu tuna zile iddia, kuna watu wanadai kwamba wao ni masalaf, ndio hawa ambao tunatakiwa tufuate, au kuna mafuhumu nyingine? Kwa hiyo tutasaidiana, baadhi nitauliza maswali alafu watu wanijibu, tuende pamoja wote, ili nataka tuende tufahamiane yani. Ndugu zangu, ni kwamba fa inna min a'dhami ma yahtajuhu almuslimu alyawma, katika mambo ambayo muislamu leo yanahitajika, yani muislamu anayahitaji leo, maarifatu at-tariq sahih, tariq as-sahih, kufahamu njia sahihi, alladhi yasiru alayhi ila Allahi, afahamu njia sahihi ambayo njia hiyo sasa itampeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad kathratu at-turuq, njia zimekuwa nyingi, yani walinganiaji wamekuwa wengi. Wa ta'addadat al-manahij, na kila mtu analingania kwenye manhaji yake, kwenye njia yake, ili watu wapate kumfuata. Lakini siku zote haki inabaki kuwa ni haki, na huwa ni mmoja tu, haziwi mbili. Famadha ba'da alhaq illa ad-dhalal, hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotevu. Kwa hiyo tukija maana ya salaf, tukisema salaf katika lugha ya Kiarabu linatumika hili neno salaf kwa watu waliopita, almutaqaddimuna, watu waliotangulia. Sawa, watu ambao wametangulia siku nyingi. Hata babu zetu tunaweza tukawaita ni akina nani? Ni masalaf. Tuko pamoja hapo eh? Kwa sababu wamekwisha kutangulia. Kwa hiyo tukisema as-salaf hum almutaqaddimuna min as-sabiquna al-awwaluna, katika wale watu wa mwanzo waliotangulia katika masahaba. Wa kilugha tunasema ni katika kila kitu ambacho kimetangulia mwanzo kinaweza kikaitwa nini? Ni salaf. Lakini tukija katika sheria huwa tunakusudia, tukisema salaf tunakusudia masahaba
tunawakusudia wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma tabi'una, kisha wale waliowafuata masahaba, kisha wale waliowafuata masahaba. Yani watu waliowafuata masahaba na wale waliowafuata masahaba. Magrupu mangapi? Matatu. Kuna sahaba, kuna waliowafuata masahaba, kuna wale waliowafuata masahaba. Ndio tunasema as-salaf. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi kaashiria akisema khairul quruni qarni, bora ya karne ni karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuata. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuata. Amesema mara ngapi? Mara 3. Bora ya karne ni karne yangu ambayo ni maswahaba, kisha waliofuata ambayo ni matabi', alafu kisha waliofuata wale tabi'ina, yani wale waliowafuata maswahaba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria kwamba hao ndio watu bora, au hizo ndio karne bora. Na kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, aya zimeashiria kwamba sisi tunatakiwa tuwafuate maswahaba. Tuko pamoja hapo? Ukienda katika sura An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hii iko katika sura An-Nisa. Mwenyezi Mungu anatuambia وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, mtu ambaye atakwenda kinyume na mtume, yani akaenda tofauti na mwongozo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kuwa shabainikiwa kwamba mwongozo wa mtume ndio uko sahihi, yeye akaenda tofauti. Alafu wayattabi'a ghaira sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wanachuoni wote hapa wameafikiana, njia isiyokuwa ya waumini ni njia ya maswahaba. Tuko pamoja hapo? Sio waumini sisi. Tuko pamoja hapo? Kwamba mtu yoyote atakayeenda kinyume na mtume alafu akafuata njia isiyokuwa ya waumini, ni walihi matawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea, lakini ajue wanuslihi jahannam wa sa'at masira, tutamuingiza katika jahannam, na hayo ni maendeo mabaya. Kwa hiyo kwa aya hii wanachuoni wanatuambia sabili almu'minina hapa ni wale watu ambao walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwamini, wakamkubali, wakafa katika hiyo imani. Sisi tunatakiwa tuwafuate, ni lazima. Kwa sababu gani? Li'annahum aqrabu an-nasi lilhaq, wao ndio watu ambao wako karibu na haki. Shahidu alwahi, wameshuhudia wahi wakati unateremka. Wakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittibaihim, vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha tufanye nini? Tuwafuate. Mwenyezi Mungu kwenye aya ametuamrisha tufuate njia ya mtume na tufuate njia ya kina nani? Ya waumini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akatuamrisha tuwafuate hao maswahaba. Na hii ni kwenye hadithi mashuhuri ambayo maarufu tunaijua, sio maarufu kwa istilaha ya wanachuoni wa hadithi, maarufu yani tunaijua sisi. Hadithi ambayo amepokea Irbadh ibn Sariya radiyallahu anhu, anasimulia, anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idhatan balighatan, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitupa mawaidha makali sana, baligha, yani yenye ufasaha, ambayo ni makali. Wajalat minha alqulub, kwa mawaidha yale nyoyo zetu sisi zikaogopa. Wadharafat minha aluyun, macho yakalia, machozi yakateremka. Faqulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, kaannaha maw'idhatan muwaddi'in, kana kwamba mawaidha haya unatuaga. Fa ausina, tuusie. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwahusia,
akasema usikum bitaqwallah, na kuhusieni ucha Mungu, wasam'u wa ta'a, na kusikiliza na kutii. Wa in ta'ammara alaykum abdun, hata kama kiongozi wenu akawa mtu dhaifu, abdu, mtumwa, maadamu amekuwa ni kiongozi, unatakiwa umsikilize na umtii. Fa innahu man ya'ishu minkum, hakika atakayeishi katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika nyinyi atakutana na ikhtilafu nyingi sana. Lakini hakuacha hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema fa alaikum bisunnati, wakati wa ikhtilafu hizo jilazimisheni na sunna zangu. Fa alaikum, watu wa lugha wanasema ilzimu, lazimianeni, bisunnati, na sunna zangu, wa sunnatil khulafa'ir rashidin almahdiyina, na sunna za makhalifa wangu waongofu, alafu walioongoka. Tamassaku biha, shikamaneni na hizo sunna. Wa'adhu alaiha bin nawajib, zingateni kwa magego, kwa meno ya ndani. Alafu akasema wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Hadithi hii ina mambo kama 7 hivi imeyazungumza kwa pamoja, ikisema kwanza Mtume katuhusia ucha Mungu, usikum bitaqwallah, ametuhusia ucha Mungu. Lakini akasema wasam'u wa ta'a, na kusikiliza na kutii, kuwasikiliza viongozi na kuwatii. Yani ahlu sunna wal jamaa, kumsikiliza kiongozi na kumtii ni jambo la lazima. Jambo la 4 luzumu as-sunna, watu kulazimiana na kushikamana na sunna. Alaikum bisunnati, si ndio? Hilo ni jambo la 4. Jambo la 5 ittiba'i al-khulafa'i ar-rashidina wa sunnatihim, yani kuwafuata makhalifa na kufuata sunna zao. Makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam si wanajulikana, yale ambayo waliyafanya na sisi tunatakiwa tuyaige na tuyafanye. Kuna mambo mengi ambayo makhalifa wamefanya, sio? Takiwa tuyafuate na tushikamane nayo. Maswahaba akina Abubakar, Umar, Uthman, Ali, baada ya Mtume wamefanya mambo mengi ambayo hayakuwepo zama za Mtume, lakini kwa sababu hadithi hii ya Mtume inatuashiria kwamba hizo pia ni katika nini? Ni katika sunna, lazima tushikamane nazo. Lakini jambo la 5, si ndio? La 5, la 6 at-tahdhiru min al-bid'ah, hadithi imetutahadharisha na mambo ya bid'ah. Lakini jambo la 7 imetuamrisha at-tamassuku ash-shadid, imetuhimiza sisi tushikamane kwa ukali na hizi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika haya mambo 7 haya ambayo yapo kwenye hadithi, sisi tunatakiwa tuchukue jambo moja tu, umuhimu wa kufuata sunna za waliotangulia. Sawa? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Inda al-khilaf, wakati watu wamekhtalifiana, sisi tumeamrishwa tushikamane na sunna za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sunna za wema waliotangulia ambaye ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha kathuratil fitan, fitna zikiwa nyingi, wa kathuratul jamaat, makundi yakawa mengi, wa ikhtalafa an-nasu, watu wakakhtalifiana, fanajatu, kuokoka. Sasa kuokoka na fitna, vikundi vikiwa vingi na ikhtilafu za watu wamekhtalifiana, kila mtu anasema hili anasema hili, fanajatu, wakati huo kuokoka sasa iko katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Yani Muislamu wajibu kufuata manhaji ya kina nani? Ya wema waliotangulia, ambayo ni wanajiita au wameitwa na Mtume masalafu hao. Sawa?
sio kujiegemeza kwenye kikundi maalum ambacho kinajiita salafia, kikundi ambacho kinajiita leo ni salafiyina. Walwajibu an takuna ummat alislam madhhabahum madhhab salaf, ilivyo wajibu waislamu wote wanatakiwa wajiegemeze kwenye madhhabu ya salafi saleh, la atahazub, sio kwenda kwenye vikundi. Tuko pamoja mashekhe? Kwa hiyo maneno haya ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sherehe ya hiyo hadithi, mtu akitaka kwenda kurejea na kuangalia anaweza kayakuta, anaweza akaangalia na akafaidika. Maneno ni mengi na ni marefu, yanatuongoza kabisa kwamba tufuate manhaji ya salaf, yani manhaji ya wema waliotangulia ambao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala sio kujinasibisha kwa wale ambao wanajiita leo ni as-salafiyya. Kwa nini tumesema kwa nini tujinasibishe na hayo na hilo kundi? Kwa sababu wao ndio tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu, tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bali kuna aya zingine kama aya inayosema katika sura al-Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wanachuoni pia wameitolea ushahidi kwamba hii aya inatuambia sisi tuamini, tufuate kama walivyokuwa wamefuata wale masalafu, yani wema waliotangulia. Tukifanya hivyo faqad ihtadaw, tutakuwa tumeongoka, tumefuata njia ya sawa sawa. Na Shekhe huyu akabainisha baadhi ya makosa ya watu ambao wanajinasibisha kwenye makundi ambayo sio lile kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam analiita amelisema, akisema kwamba isipokuwa kundi la salaf, watu ambao wanajiita salafiyuna, hum aqrabun nasi lilhaq au ila sawab, wao ndio watu wa karibu ambao wanajitahidi kuwa katika haki. Yani wale watu ambao wanajiita ni masalafu, sisi hatujaamrishwa kuwafuata masalafu hawa ambao ni kikundi, isipokuwa wao wanajitahidi katika kufuata haki. Lakini mushkeli unakuwa wapi? Anasema lakin mushkilatahum, mushkeli wao mkubwa kabisa, kaghairihim, kama watu wengine, anna ba'dahum alfiraq, hawa ambao wanajiita ni masalafia, yudhallilu ba'daha ba'dan. Kuna watu ambao kazi yao ni kuwa yudhallil, yani wanawakufurisha, wanawapoteza baadhi ya watu, kusema kwamba hawa wamepinda, hawa wamenyoka, hawa wako hivi. Mushkili wa hawa vijana ambao wanajiita wao ni masalaf, kundi hili ambao wanajiita ni masalaf, sio vijana maana kuna wapo wazee pia. Wayubaddi'uhum, wanawabidiisha, wanaona kwamba hawa ni watu wa bid'a. Wayufasiquhum, na wanawafisikisha, wanaona kwamba hawa ni mafasiki, wametoka katika haki. Kwa hiyo mushkeli hawa vijana ambao wanajiita kwamba wao ni masalaf, kupindishana, huyu kapinda, huyu kanyooka, huyu kapinda, huyu kanyooka. Huo ni mushkeli ambao hata sio hawa masalafi tu peke yao, hata watu ambao wanajiita ni matablighi, kuna sehemu wanasema hawa wamepinda, hawa wamenyoka. Hata hawa wanajiita ni ikhwanul muslimin, kuna watu wanasema hawa wamepinda, hawa wamenyoka. Maadamu kwamba kila kikundi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kikundi kule walipo wanafurahia na wanaona tuko katika sawa sawa, wanawapoteza hawa. Lakini uslubu wetu au mwendo wetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul, mkitatizana kwenye jambo lolote, jambo hilo lilejesheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. La ila hizbin muayyan, sio kwenye kikundi maalum, wala ila jamaa, wala sio kwenye grupu au jamaa fulani, bal ila Allahi wa Rasuli, takiwa turejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipobainisha pale watu watakapokhtalifiana, fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika nyinyi atakutana na ikhtilafu nyingi, makundi mengi, firqa nyingi. Wakati huo Mtume akatwambia, fa alaykum bisunnati,
Kwenye hizo ikhtilafu lazimiana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Kwa hiyo bado tunaona kwamba Muislamu hatakiwi kufanya chochote kurejea kwenye kundi lolote isipokuwa kundi lile lilolitaja Mtume, kundi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye sunna za Mtume na sunna za makhalifa waongofu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katuashiria, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Na kumbe kinachotakiwa kwa Waislamu wote katika haya makundi yote haya, lazima watu ima viongozi wa haya makundi au wenye kujinasibisha na haya makundi wanatakiwa waitane, wakae pamoja, waonyeshe kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia ambaye ni maswahaba. Wakifanya hivyo, watu wanatakiwa wakusanyane, kumbe wanatakiwa kukaa pamoja, waangalie kitabu cha Mwenyezi Mungu, sunna za Mtume na kauli za wanachuoni zinasema nini. Wanachuoni maswahaba wakae pamoja, wawe kitu kimoja, kama tulivyoamrishwa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tushikamane katika ukamba wa Mwenyezi Mungu wala tusifarikiane. Lakini kama tumekhtalifiana kwenye jambo lolote, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, mkikhtalifiana kwenye jambo lolote hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani Waislamu imefika mahala watu hawataki kukaa pamoja, kila mtu anamuogopa mwenzake na kila mtu akaendelea kubaki na njia yake. Kwa hiyo haya ni makosa, na watu wanatakiwa warejee kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio hukumu yake iko wazi na watu watakuwa wamerudi kwenye kikundi kimoja. Lakini pia Allah akasema kwenye suratu Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya, fuateni yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu, wala msifuate tofauti na yale ambayo wanajiwekea watu kwenye vikundi vyao. Kufanya hivyo, watu watakuwa wamefuata njia ambayo ni ya sawa sawa. Ndugu zangu, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuashiria na inaturudisha kwenye njia ya sawa sawa, njia iliyonyooka, ambayo njia hiyo kila Muislamu akiifuata atakuwa amefika kwenye malengo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekusudia. Asifuate njia ambayo isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haki ni mmoja, na kufaulu ni kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulazimiana na sunna, lakini kulazimiana na kufuata mwendo wa masalafu wema waliotangulia, sio kufanya taasubu kwa vikundi, makundi haya ambayo tumeyataja haya. Kuna kauli moja ya ambayo inanasibishwa kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yani ni athar ambayo inanasibishwa kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, pia imetupa mwanga. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anatuambia, man kana minkum mustanna, yoyote katika nyinyi akitaka kufuata sunna au akitaka kufuata njia, faliyastan biman qadimata, afuate njia ya wale watu waliokufa. Anakusudia maswahaba, njia ya Mtume na maswahaba. Fa innal hayya, hakika mtu ambaye yuko hai leo, la yumanu alayhi alfitna, huyu mtu haaminiki na fitna. Mtu aliyokufa, maswahaba wamekufa katika njia sahihi, wakiwa wamemwamini Mtume, wakafuata njia yake, wakamfuata, wakamnusuru na wakanusuru sunna zake mpaka wakafa. Kwa maana wao hawawezi kupata na fitna ya kubadilika tena, hawawezi kupata fitna ya kubadilika, kwa sababu wamekufa kwenye msimamo wa sawa sawa. Hasa Ibn Mas'ud anatuambia kwamba mtu yoyote ambaye anataka kufuata njia, afuate njia ya wale ambao washakufa, kwa sababu wali hai hawaaminiki na fitna. Kuna watu wangapi leo tunayoona wanabadilika? Si wengi sana. Leo ingekuwa tunawafuata wao. Sasa mtu alikuwa kwenye msimamo wa sunna, mara ametoka kaingia kwa marafidh, mara katoka karudi kwenye sunna tena, mara akawa mtu wa bid'a. Sasa ingekuwa tunamfuata yeye na yuko hai na hajaaminika na fitna, kila siku anabadilika, angetuzungusha muda mrefu, si ndio? Lakini maswahaba hawabadiliki, washakufa, sunna zao zipo na zimenyooka. Kwa hiyo kumbe sisi
tunatakiwa tufuate wale ambao washakufa, ambao ni sunna za wema waliotangulia masalafu. Na akaashiria akisema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hawa ambao nawaashiria muwafuate ni wale masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarru hadhihi al-umma quluban, hawa nyoyo zao zilikuwa safi. Amaquha ilman, walikuwa na elimu ya hali ya juu, ndio wamefahamu nusus, dalili za Qur'an na Sunna. Wa aqalluha takallufa, walikuwa hawajikalifishi kwenye dini. Dini ni nyepesi. Mwenyezi Mungu amesema ma ja'ala Allahu fi dini min harajin, dini ya Uislamu ni dini nyepesi sana, hawajikalifishi. Lakini sisi tunajikalifisha kufuata dini. Lakini qaumun, masahaba hao ni watu ambao ikhtarahumullah, Mwenyezi Mungu aliwachagua li suhbati nabiyihi, katika kumfuata na kumsahibu, kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iqamatu dinihi, na kusimamisha dini yake. Fa'arifu lahum fadlahum, jueni fadhila zao. Wattabi'uhum fi atharihim, wafuateni katika zile athari zao. Watamassaku bima stata'tum, masahaba ndio watu ambao ni wakufuata, kwa sababu wao hawakujikalifisha kwenye dini. Na mmoja katika wanachuoni Ibn Rajab al-Hanbali akiyasherehesha maneno haya ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema fi hadha al-athar, katika athari hii, dalilun, kuna dalili ala anna al-iqtida inma yakunu bisalafi almutaqaddimina, kwamba watu ambao wanatakiwa kuigwa na kufuatwa inakuwa ni wale masalaf ambao washakwisha kutangulia. Liannahum aqrabu ila alhaq, wao ndio walikuwa karibu na haki. Wa ab'adu min alfitan, na walikuwa mbali na fitna. Wabayana, akabainisha vile vile, akaleta maneno ya Ibn Mas'ud aliyosema fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, kwa sababu mtu aliye hai hawezi kuaminika na fitna. Leo binadamu anabadilika, sisi ni watu wa kubadilika. Leo tuna watu ambao tumewaona wengi walikuwa mashehe, wako vizuri, wanafuata haki, lakini ghafla wamebadilika, wamewafuata mashia, wakaingia kwenye ushia. Hatuwezi kusema wamepewa hela, amependa, itikadi yake imempeleka hivyo, hawa imempelekea hivyo. Kuna watu wengine pia akipewa chochote moyo unakwisha, unalainika, anaipoteza haki. Kwa hiyo mtu aliye hai hawezi akahamilika na fitna. Lakini wale waliokufa ambao ni maswahaba, ni wajibu sisi kuiga kwao, kwa sababu wako kwenye haki, walikuwa kwenye haki, lakini pia wamesalimika na fitna. Baada ya kufa hawezi wakabadilika tena. Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anatuambia kwamba katika maneno haya, athari hii ya Ibn Mas'ud isharatun ni ishara ambayo ashara ila hadha almaana, ametuashiria maana hii fi mawadhi'in min kalamihi, katika maneno yake, ishara katika maneno yake kwamba fi hadha al-athar hathu ala ittiba'i sahaba, tunahimizwa kuwafuata maswahaba radhiyallahu anhum, liannahum taqalladu dinahum, wao wamechukulia dini yao ani nabii sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin, wamechukua dini yao kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bila wasita, pasina yani ukati. Wao walipokea kutoka kwa mtume moja kwa moja, wakamsikiliza mtume akitafsiri, akiongea, akisherehesha, akibainisha, walimsikia bila wasita wowote. Fakanu a'lamu nas, wao ndio a'lamu nasi bihi, wao ndio watu bora waliomfahamu mtume. Wa aqrabuhum ila sawab, na wao wako katika sawa sawa. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema kuhusu maneno hayo ya Ibn Mas'ud, anasema katika athari hii kuna dalili ya kwamba inna sahaba radhiyallahu anhum, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, radhi Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, hum akmalul umma, wao ndio umma uliokamilika. Abarruha quluban, nyoyo zao zilikuwa safi, zilikuwa zimetakasika, kwa sababu wamelelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maquha ilman,
elimu ilikuwa ya juu, ya hali ya juu sana, ya undani, ya kufahamu nusus, kwa sababu wamelelewa na Mtume. Wa aqalluha takallufa, hawakujikalifisha katika kufuata dini, kwa sababu dini ni nyepesi. Walihadha na kwa hivyo, kwa haki hizo au kwa maneno hayo, kanu ahaqu nasi bittiba, wao ndio walikuwa watu wa kufuatwa, sio watu wengine. Wa aqwalahum, na maneno yao, wa af'alahum, na maneno yao, mizanun yu'rafu biha alhaq, ni mizani ambayo kwa maneno yao tunaifahamu haki. Yani kwa maneno yao ndio mizani ya kuifahamu haki, maneno ya masahaba na wema waliotangulia. Na Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika maneno yake anasema, man talaba alhuda, mwenye kutafuta mwongozo, faliyaltazim tariqatu sahaba, ajilazimishe na njia ya maswahaba. Mwenye kutaka mwongozo alazimiane na njia ya maswahaba, maneno yale yale ambayo Allah katwambia, Mtume katwambia, na wao wanatuhimiza kwamba Ibn Masudi alivyosema, wanahimiza kwamba maneno ya huyu sahaba yanatutaka sisi kwamba mwenye kutaka njia yoyote basi ajilazimishe na njia ya maswahaba, fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, hawa ndio walikuwa katika njia ya sawa sawa iliyonyooka. Kwa hiyo kwa maneno haya na dalili hizi na athari ambazo tumezitaja zinatupa nukta zifuatazo. Ikiwa nukta ya kwanza kabisa, ujubu tibai salafi salih, wajibu wa kufuata wema waliotangulia. Fa innal haqa ma kanu alayhi, haki ni ile ambayo walikuwa nayo. Wa hum a'lamul umma bidinillahi subhanahu wa ta'ala, na wao ndio watu ambao wanajua zaidi dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuliko watu wengine. Lakini nukta ya pili, tunapata kwamba atahdhiru min alfitna, kujitahadhari na fitna. Fitna yani watu wanayelingania kwenye makundi. Ukiona kundi, mtu yoyote analingania kwenye kundi lake, liangalie lile kundi kwa mizani ya kisheria, ambayo tumeambiwa maneno ya Ibn Masudi ndio mizani ya kisheria. Tunaweza tukampima mtu anafuata maneno sahihi Mwenyezi Mungu na Mtume na maswahaba, au yeye analingania ili tumfuate yeye. Kwa hiyo tahadhiru min alfitna, kujitahadhari na fitna. Falhayu qad yataghayyar, mtu ambaye yuko hai anaweza akabadilika. Fala taj'al lahu mizanan, usijalie kwamba yeye ndio mizana mutlaqan lilhaq, kwamba hii ndio mizani ya kufuata haki kwa mtu ambaye yuko hai. Usimjalie mtu ambaye yuko hai ndio mizani ya kufuata, kwamba mimi namfuata shekhe fulani, sifuati mtu mwingine. Usijalie hivyo. Wewe unatakiwa ufuate dalili. Lakini nukta ya tatu, bayanu, inatubainishia hapa fadhlu sahaba kama wasafahum Ibn Mas'ud, fadhila za masahaba kwamba ni watu bora, ni watu ambao tunatakiwa tushikamana na mwendo wao kama alivyosifu Ibn Mas'ud. Wana nyoyo safi, zilikuwa zimesafika, hawana shubha, lakini walikuwa na elimu walioirithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hawakujikalifisha katika kufuata dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nukta ya nne, atamasuku bi atharihim, kushikamana na athari za masahaba. Athari za masahaba katika masala ya dini, katika masala ya aqida, ibada wa suluk. Mambo ya aqida, mambo ya ibada na mambo ya tabia, suluk, miamalat, tunatakiwa tuige au tufuate mwendo wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwisho kabisa, usalama wa dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uko katika kuwafuata maswahaba ambao ni salaf wema waliotangulia, na kufuata athari zao, na kujitahadhari na watu ambao wanakhalifu mwendo wa wema waliotangulia ambaye ni masalaf. Kwa hiyo kwa maudhui na dalili ambazo tumezitaja, tumfahamu kwamba kumbe masalaf ni wale wema waliotangulia katika maswahaba,
Lakini kwetu sisi hapa katika zama zetu za leo kuna kikundi ambacho kinajiita wao ni masalafu, ambao wao pia ni wajibu wafuate nini? Wafuate mwendo wa masalafu. Yaani wewe jiite salaf, jiite answari, jiite nani, lakini ni wajibu kwako kufuata mwendo wa kina nani? Masalafu wema waliotangulia, sio masalafu hawa ambaye wapo leo. Hawa wanatuletea shubuha. Unaona? Ili tuache mwendo wa kina nani? Wa masalafu. Lakini salafi wa leo, kama mtu amejinasibisha na usalafu, akajiita ni salafu, akaanzisha taasisi akaiita ni salafu, akafuata mwendo wa masalafu, na sisi tunamuunga mkono. Sisi tuko pamoja hapo eh? Tunamuunga mkono kwa sababu wote tunatakiwa tufuate mwendo wa kina nani? Wa wema waliotangulia. Lakini usimuite mwenzako ni hizbi kwa sababu hajajiita kwamba yeye ni nani? Ni salafu. Ndugu zangu, ni kwamba kuna ikhtilafu nyingi ambazo zimetokea za wanachuoni. Hata wema waliotangulia maswahaba walikuwa wanakhtalifiana kwenye masala mengi tu ya dini, lakini hakuna aliyomhizibisha mwenzake akasema kwamba wewe ni hizbi kwa sababu umefanya nini? Umefuata rai ambayo sio ya kwangu. Wema waliotangulia wamekhtalifiana katika masala mengi, lakini tutatoa mfano kidogo ili watu wapate uwazi. Maswahaba wamekhtalifiana kuhusiana na tariku sala, hal huwa kafirun au muslimun. Ni kauli za maswahaba. Mtu asiye swali ni kafiri au ni muislamu? Wakaenda paka maimamu wanne hawa kina Imamu Shafi'i wamekhtalifiana na maimamu wenzake. Wapo waliokwenda wakasema huyu ni kafiri, wapo waliosema sio kafiri, yani kwa maana kwamba hajakufuru isipokuwa ni fasik. Wengine wakasema ni murtakibul kabira, amefanya madhambi makubwa. Lakini wote wakakubaliana kwamba wote katika hao waliokhtalifiana wakakubaliana kwamba kila mmoja ameheshimu rai ya mwenzake na akamuona mwenzake ni Muislamu, wala hajamuhizibisha, hajamtoa aseme kwamba wewe ni nani? Ni hizbi. Hayo ni katika masala makubwa ambayo sisi leo mimi na wewe tukikhtalifiana watu wanaweza kuchukuliana hata panga, si ndio? Leo tukhtalifiana hapa tuseme tariku swala anaswaliwa au haswaliwi. Wakatokea watu wakasema sisi tunamswalia tariku swala, wengine wakasema hatumswalii kwa sababu ni kafiri. Wale ambao wanasema sio kafiri wataitwa ni makafiri wao, na wale wanasema Muislamu wataitwa ni makafiri wao. Yani kwa maana ikhtilafu itakuwa kubwa. Lakini watu katika wema waliotangulia wamekhtalifiana na wakaheshimiana. Kila mmoja akampa mwenzake fadhila ya elimu yake na rai yake kwa sababu ameegemea dalili. Lakini sio hivyo tu. Walikhtalifiana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja wanatumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaambiwa wametumwa kama kigrupu au kundi kwenda katika vita au katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyataka yafanyike. Akawaambia la yusalliyanna ahadukumul asra illa ila bani Quraidha, asiswali mmoja wenu swala ya alasiri isipokuwa kwa bani Quraidha. Wakaondoka maswahaba wakiwa wanajua alasiri tunaenda kuswalia kule. Wakafika njiani, muda wa swala umeshafika, alasiri imefika, lakini bado safari ni ndefu. Wapo wakasema tuswali swala ya alasiri, wengine wakasema hatuwezi kuswali isipokuwa tutaenda kuswali alikosema Mtume tuswali, hata kama iwe ni usiku. Tuko pamoja hapo? Wakakhtalifiana, wakatoka makundi mangapi? Mawili. Kundi moja likaswali wakasema Mtume alikuwa anatuhimiza tufike mapema, lakini muda wa swala Mwenyezi Mungu ashatuambia inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Kwa hiyo muda wa swala umefika, tuswali alafu tuendelee na safari. Wapo wakasema hata kama tukafika usiku kule, madamu Mtume amesema tukaswalie kule, hata tukafika usiku tutaswalia huko la asili. Sisi tuko pamoja hapo? Kwa hiyo akatoka makundi mawili wakaenda mpaka walivorudi wakaleta shakwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa waliswali njiani na hawa wanasema hawa walienda mpaka kule wakaacha muda wa swala ukapita. Sisi tuko pamoja hapo? Mtume hakuwakufurisha baadhi ya watu au hakuwatenga baadhi ya watu, unaona, wala hakuwalaumu kundi lingine kuacha lingine. Hawa walitumia jitihadi yao wakaswali kwa wakati, wale walichelewa lakini walitumia kauli ya Mtume kwamba lazima mswali kule kwa sababu aliyesema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ni ikhtilafu hizo ambazo zimetokea kwa maswahaba. Tukiacha hizi ikhtilafu zingine ambazo zinajitokeza, kumbe katika masala ya ikhtilafu ambayo sio masala ya usulu dini, ile misingi ya dini, kila mmoja anatakiwa aheshimu kauli ya mwenzake, kwa sababu kila mmoja ametumia kauli miongoni mwa kauli za wema waliotangulia. Anatakiwa mheshimu mwenzake wala usimkufurishe. Lakini leo sisi tunakufurishana au tunatoana kwenye njia ya sawasawa kwa sababu ya picha. Hawa wanapiga picha, hawa wanafanya hivi. Ukienda kwa kauli za wanachuoni wenyewe wamekhtalifiana ikhtilafu nyingi kuhusu mambo ya picha. Sisi tuko pamoja hapo na masuala mengine mfano wa haya. Wamekhtalifiana watu wakatoana kwenye manhaji sahihi, hawa ni makhurafi, hawa ni watu wa bid'a, hawa ni hivi. Lakini jambo lenyewe waliokhtalifiana ni wanachuoni hawa wakubwa. Wanachuoni wa leo hawa akina Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambao wameshakufa, Ibn Baz, Sheikh Al-Albani na wengine mfano wa hawa ambao wako katika zama zetu, wamekhtalifiana kuhusu mambo ya picha. Wapo wanapigwa picha. Akina Sheikh Al-Fauzani anaonekana kwenye shasha, kwenye TV, anaongea kwenye mihadhara na picha zake zimeenea kwenye mtandao, wala huwezi kuzitafuta. Ukiandika Sheikh Al-Fauzani zinakuja. Na huyo ndio ambao watu wananasibisha kwamba huyu ndio salaf. Lakini huku mtu wa Makuru akipiga picha amepinda. Sisi tunafahamiana hapo. Mtu wa Makuru akipiga picha watu watasema huyu jamaa kapinda, ni hizbi. Lakini shekhe akipiga picha na zinaonekana kwenye mtandao, huyu ni salafi. Kwa hiyo tuwe waadilifu kwenye kufuata njia ya wema waliotangulia. Kila mmoja ajitahidi kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wema waliotangulia. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefaulu katika dunia na akhera. Sijajua nimefikisha dakika ngapi, mimi niliambiwa dakika 45. Lakini mpaka hapa hivi nitakuwa nimeishia mwisho. Mengine Allah akitujalia kwenye mihadhara mengine tutaendelea kuelezana. Wabillahi tawfiq. Kama kutakuwa na maswali mtayaandaa. Wajazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.